Amen. Karibu sana. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Majina yangu ni Michelle Mtu. Nimeokoka asubuhi ya leo. Bwana amekuwa mwaminifu, amenilinda pamoja na jamii yangu, na nina kila sababu ya kutukuza tena asubuhi ya leo. Ninajua si mimi nimekuwa mwema, bali ni yeye amekuwa mwaminifu juu ya maisha yangu. Ndipo amenipatia nafasi nyingine tena asubuhi ya leo. Napenda kuwakaribisha katika ibada hii asubuhi ya leo, ikiwa ni siku ya Betheli. Wana Betheli Mungu ananiinua. Wana Betheli fanya hivi. Amen. Bwana wabariki. Imekuwa wiki ya wana Betheli. Na imekuwa wiki nzuri ambayo Bwana ametuhudumia. Tumefanya kazi katika nyumba ya Bwana, tumeomba, na siku ya leo tunahudumu katika ibada ya siku ya leo, ya asubuhi ya leo na ya mchana wa leo, na tunatumai Bwana anaenda kuwabariki. Kwa kina mama walio wa nyumba, napenda kusema Happy Mother's Day. Akina mama, Happy Mother's Day. Kama umekaa karibu na mama, msalimie wazee, salimieni wa mama. Leo ni siku ya kina mama na tunafurahi. Maana pia tuna mama katika nyumba. Mama ni jeshi kubwa. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya mama, maana mama ni taifa kubwa. Na yeye anasimamisha jamii, na yeye anasimamisha kanisa. Bwana asifiwe. Pia ningependa kuwashukuru watumishi wa Mungu, pastor wetu, Pastor Maina pamoja na Pastor Ann, kwa sababu ya kutunukia nafasi kama hii ya kuhudumu katika nyumba ya Bwana. Si kawaida, hatuchukui ni kawaida. Watumishi wa Mungu tunaheshimika sana. Mungu wa amani awabariki sana kwa sababu ya kutubali kujumuika katika madhabahu haya ambayo ni yenu. Wacha Mungu wa amani aweze kuwabariki. Bila kupoteza muda, nataka niingie katika neno la Bwana. Na neno la mchana wa leo, nilipokuwa nikizunguka na nikiwaza katika moyo wangu, nasema tawaambia ni watu wa Mungu asubuhi ya leo. Na wakati watu wa Betheli walikuwa wananipatia nafasi hii, kidogo nilikuwa nawaambia, sasa mimi nakuanga mwimbaji, sikuangi mhubiri. Lakini wakasema leo mimi nitasimama hapa nilete neno la Bwana. Asichukue ni kawaida. Najua sana mchana leo Bwana ananitumia. Maana kuimba ni kuhubiri, na pia kuhubiri ni kuhubiri. Si vizuri? Na yote inatumika kwa mapenzi ya Mungu. Neno la Bwana, kichwa cha ujumbe wangu mchana wa leo nasema laying your treasure in heaven. Laying your treasures in heaven. Na neno la utangulizi ndio katika kitabu cha Mathayo mlango wa 6 aya yake ya 19. Naomba Yuda utanisomea. Matthew 6 from verses number 19. Amen. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo neno la Bwana linatuambia kwamba tusiweke hazina zetu katika dunia hii. Tuweke hazina zetu mbinguni. Maana maono kutu na wewe hawawezi kufikia. Sijui leo asubuhi leo ni kazi yako wapi? Sijui leo asubuhi leo hazina yako umeweka wapi? Sijui kama hazina yako umeweka hapa duniani ama hazina yako umeweka mbinguni. Neno la Bwana linatuambia asubuhi ya leo ya kwamba tuweze kuweka hazina zetu mbinguni. Maana maono
haya katika Mathayo, katika Luka mstari wa 12. Andiko linasema kwamba maandiko inasema ya kwamba msiogope enyi mnaookoka, kwa kuwa Baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Viuzeni mlivyo navyo mtoe sadaka, ifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipokaribia mwili wala nondo bahari. Amen. Bwana asifiwe. Bado Yesu anafundisha jinsi ya kuweka hazina zetu. Usiweke hazina yako katika dunia hii, maana dunia ina uharibifu mwingi. Dunia ina mambo mengi ndani. Weka hazina yako mbinguni, na wewe utakuwa kumuona Mungu. Utakuwa kuishi maisha ya kufurahia. Utaka kuweka hazina yako katika Bwana, Mungu atakuwa kukusaidia. Usiweke hazina yako katika dunia hii, maana nondo, kutu na wengi wako. Mpendo wa siku ya leo, neno la Bwana linasema na kwamba tuziweke hazina zetu mbinguni, maana nondo, kutu na wengi hawawezi kufikia. Bwana asifiwe. Nilipokuwa nikifuatilia vile Yesu alikuwa anafundisha, maana Yesu alipokuja alileta upatanisho wetu pamoja na Mungu, na akatufanya sisi kuwa marafiki pamoja na Mungu. Na sisi leo si adui na Mungu wetu, maana alituletea mwana wa pendo lake, akatuokoa, akatukomboa, akatusamehe dhambi zetu, akatufanya wana pamoja na yeye. Na asubuhi ya leo sisi ni wana wa urithi pamoja na Kristo, maana tunaishi ndani ya mapenzi yake. Bwana sifiwe. Tunapoishi katika hii dunia, tunapopata mambo yetu katika hii dunia, tunapoenda kumwabudu Bwana, wacha tusiabudu mali yetu, wacha tusiabudu vile tuko navyo. Mpendwa, siku ya leo nimekuja kukuambia ya kwamba uweke hazina yako mbinguni, maana siku zote utakapoweka hazina yako mbinguni hautakuwa kuepuka. Hata katika maisha yako ambayo unaishi hapa duniani, utakapokuwa unaweka hazina yako katika Bwana, utakapokuwa unajisimamisha katika neno la Mungu, utakapokuwa unajiweka katika njia ya kumtumikia Mungu, mpendo, hiyo ni hazina ambayo unaweka mbinguni na itakuwa imekumbuka mbele za Mungu. Kuna mambo mengi ambayo tuko nayo katika hii dunia, ambapo vile tunaishi, vile tunakaa, tusikae kana kwamba tumefika. Tusikae kama mambo ambayo tuko nayo ni mambo ya kujivunia. Wacha tumtazamie Kristo, maana yeye ametukumbusha kila wakati alina kutuandalia makao. Bwana asifiwe. Tunapokuwa katika hii dunia, ama tunapokuwa katika maisha yetu ya kila siku, tunapowekeza, wacha tuwekeze katika mambo mazuri, pia katika jamii zetu. Mbele wa Mungu amekupatia jamii. Sijui unawekeza leo katika jamii yako. Watu wako wanakuhitaji, jamii yako inakuhitaji. Mbele sijui unawekeza namna gani, maana unachokifanya leo, kitu ambacho unafanya leo ndio inategemea kesho yako. Mungu ametubariki na watoto. Bwana asifiwe. Sijui unawekezaje katika maisha ya watoto wako, maana unawahitaji kesho. Tuko katika hii dunia, watoto wetu ni sehemu kubwa sana, na hiyo kazi kubwa ambayo Bwana ametupatia katika maisha ya hii dunia. Sijui unawekezaje katika maisha ya watoto wako, sijui unawekezaje katika maisha ya jamii yako. Bwana anataka uwekeze, maana watoto wanahitaji kesho. Bwana asifiwe. Unataka mtoto mzuri, unafanya nini kwa sababu ya maisha yake? Wengine wamewacha watoto, wameacha jamii zao, wamewasahau. Unakosa kuwekeza katika maisha ya watoto wako, na Mungu akikuangalia kwa mbinguni
Bwana asifiwe. Tuwekeze katika jamii zetu. Wekeza katika ndoa yako. Mungu amekupatia huyo mke, Mungu amekupatia huyo mume kwa sababu. Bwana asifiwe. Unakosa leo kudhamini ndoa yako, unakosa kudhamini mke wako ambaye Mungu amekupatia, unakosa kudhamini mume wako ambaye Mungu amekupatia. Neno la Bwana linasema kanisa hili la kwanza, kanisa lile nzuri linaanza pale nyumbani. Mungu amekupatia mke na bado haumuoni kama kitu cha dhamana, bado haumuoni kama kitu cha maana. Bwana anashangaza. Kwa hiyo unataka uwekeze kwa hiyo. Sasa hiyo unatembea na ndoa za wengine zimenawiri, ndoa zile nzuri, lakini wewe unachukua muda ya kutengeneza ndoa yako, au unachukua muda ya kutengeneza boma yako. Bwana asifiwe. Asubuhi leo tunapowekeza katika jamii yetu, inafaa sana mbele za macho ya Bwana. Maana kanisa la kweli linaanzia pale nyumbani. Na kama tutawekeza kwa jamii zetu, kama tutawekeza kwa watoto wetu, wapendwa, hata ile hazina ambayo tunaitarajia katika mbinguni haitakuwa mbinguni. Maana uwezi sema umeokoka sasa zile watu wao wanateseka. Uwezi sema wewe ni mwokovu sasa zile jamii yako haina kitu kizuri cha kufurahia. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo wacha Mungu atusaidie kuwekeza katika jamii zetu. Hata katika maisha yetu ya hapa duniani lazima tujiwekee akiba. You have to invest. Bwana asifiwe. Lazima uinvest, sio? Hata kama unataka maisha yako iwe nzuri, si lazima uinvest. Maana tunafanya kazi zetu za kila siku, si kwa sababu ya kesho. Vile na ule utukufu wa Bwana. Tunafanya kazi leo. Tunafanya mambo yetu hapa duniani kwa sababu ya kesho. Bwana asifiwe. Wakati huu ambao una nguvu, wakati huu ambao unafanya mwili wako bado una nguvu, ndio wakati wa kujiwekea akiba. Bwana asifiwe. Maana uzee huo unakule kule mchana. Wakati utakuwa una nguvu, wakati utakuwa haujiwezi, kile ulichokifanya katika maisha yako ya ujana, hiyo ndio inategemea vile utakavyoishi maisha yako ya baadaye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema ya kwamba tuweke hazina zetu mbinguni. Mali, nondo, kutu na wevi hawawezi fikia. Kuna mambo ambayo nimeandika hapa ambayo yatakusaidia kuweka akiba yako mbinguni. God desires our devotion, and He knows you will battle with this temptation of money and possession. Bwana asifiwe. Mungu wetu anajua ya kwamba kuna yale majaribu ya pesa na kule kuwa na mali na kule kujitafutia. Hayo kuna majaribu, lakini katika yeye tutashinda. Tutakapoamini Bwana, Bwana atakuwa kutusaidia tushinde katika maisha haya. Bwana asifiwe. Usijiwekee hazina yako hapa. Ndio wakati Yesu alikuwa anaongea kwa maneno mengine. Katika James 1:12, kitabu cha Yakobo mstari wa 12, kitabu cha Yakobo 1, maandiko yanasema ya kwamba heri mtu astahimie majaribu, kwa sababu akisha kubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Amen. Bwana asifiwe. Ukisha stahimili majaribu, ukisha yashinda, Bwana atakupa taji. Hazina yako itakuwa mbinguni. Baada ya kushinda temptation za dunia ya pesa na hali ya kutafuta, na katika zile njia za kutafuta mali, utakushinda majaribu hayo. Maana ni majaribu mengi sasa zile unatafuta. Lakini utakapokuamini Bwana, Bwana atakusaidia kushinda. Hazina za mbinguni. What are treasures
kutoa sadaka zako. Haya ni maneno ambayo Biblia inasema. Lakini katika maneno mengine ambayo Biblia imeongea, Yesu alikuwa anamkaribisha followers wake wauze vile vitu ambavyo wanavyo na wawasaidie maskini ili waweze kuwekeza katika ufalme. Bwana asifiwe. Asubuhi leo neno la Bwana linasema, wakati Yesu alikuwa anafundisha, alikuwa anafundisha wale ambao walikuwa wanafuata. Anaomba wauze vile vitu wanavyo. Wauze yale mali ambao wanayo katika hii dunia. Na wawasaidie wale ambao hawana. Jina la Bwana litukuzwe. Yesu alikuwa anawaambia watu, uwape watu wale hawawezi kulipa. Unamfanyia mtu yule ambaye hawezi kulipa. Mtu mwenye kumwangalia nimemfanyia sisi kwa sababu nataka nipate kitu kutoka kwake. Lakini nataka nipate thawabu kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nimekuja kuwakumbusha kwamba tusiweke hazina zetu hapa duniani. Tuweke hazina zetu mbinguni. Kwa kuwatendea wengine mema. Kwa kuwatendea wale wanyonge mema. Tutakuwa tunaweka hazina zetu mbinguni. Bwana asifiwe. Sijui kama umewahi kukutana na mtu mwenye amefika mwisho. Sijui kama umewahi kukutana na mtu ambaye anahitaji. Ule mtu ambaye sio tunamsaidia kwa sababu kesho anakuja kusimama na mimi. Sisi tunamsaidia kwa sababu kesho atanisaidia. Ninamsaidia ni kwa sababu ya Mungu. Na kujua hata kama ninamsaidia kama hakuna mtu atanipatia, lakini najua Mungu atanilipa kwa njia moja ama nyingine. Sasa zingine hata bila kutaka kulipa na kufikiria unafanya nini, ni vizuri kuwatendea watu wema. Bwana asifiwe. Ni vizuri kutenda wema. Hasa kwa wale wanahitaji. Katika kutenda wema, tunaweka akiba zetu mbinguni. Bwana asifiwe. Katika Luka 14 mstari wa 13. Luka 14 mstari wa 13, maandiko yanasema ya kwamba bali mtaalamu waite maskini vilema viwete kipofu, nao utakuwa heri kwa kuwa hao hawana cha kulipa, kwa maana utalipwa katika ufufuo wa wenye haki. Amen. Kwa kuwatendea wale wema ambao wako chini, utakuwa wakukumbuka. Bwana asifiwe. Sisi unapenda kukumbukika na Mungu. Sasa hivi unapenda kwa watu kama hao. Haukumbuki na wanadamu. Unakuwa kukumbukwa na Mungu wetu. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Wakati unatenda wema, yeye naye anakuwa kukulipa. Sijui unafikiria uko kwa sababu gani? Wewe si kiwete, wewe si kinema. Sijui unafikiria uko kwa sababu gani? Kwa hali yoyote ambayo wanadamu hapo, ni kwa sababu Mungu anataka kujitolea utukufu. Kwa hiyo hali ambayo uko Bwana anataka kujitolea utukufu. Bwana asifiwe. Tuziweke hazina zetu mbinguni. Mahali kutu na nondo na wevu hawawezi kufikia. Pia Bwana anataka tuishi katika utakatifu wake. Ni uweze kuweka hazina zako mbinguni. Mpendwa, lazima uwe mtu mtakatifu. Lazima uwe mtu ambao unamhofu Mungu. Kama utamhofu Mungu, kuna mambo ambayo huwezi fanya. Bwana asifiwe. Kama utamhofu Mungu, kuna njia ambazo huwezi ziendea, maana si njia za Mungu na hazitamletea Mungu utukufu. Bwana asifiwe. Katika kumglorify Mungu ama kwa kutenda wema, ni saa zile unaelewa persecution. Faithful enduring persecution. Hiyo ni dunia ya kwanza. Na tunaipata katika kitabu cha Mathayo aya yake ya 11. Mathayo 5
11. Okay, maandiko inasema ya kwamba mstari wa 11 katika Mathayo 5, heri ninyi watakapo washutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Amen. Bwana asifiwe. Enduring persecution. Hata saa zile unadhihakiwa. Ufurahi katika Bwana. Labda unaweza kuwa unatenda mambo mengine na watu wengine wanaleta kejeli. Mtu anasema ni sababu ndio kutumisha, ni kwa sababu ya hili na hili. Lakini Biblia inasema heri ni wale ambao hata ukikuwa prosecuted hautakuwa ile hali ya kuona ya kama ni kejeli ya watu. Utakuwa unamuona Mungu katika mambo yako. Hautayafuata mambo yale ambayo watu wanasema, ili usije ukakosa kutenda makusudi ya Mungu. Bwana asifiwe. Enduring persecution. Katika hiyo point utaandika pia Corinthians, utajisomea 2 Corinthians 4:16-18, alafu 2 Timothy 4:8. Nikienda kwenye pointi yangu ya pili, loving your enemies. Wapende adui. Nitasoma katika Matthew 5:43. Matthew 5:43. Maandiko yanasema ya kwamba mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huonyesha mvua wenye haki na wasio haki. Tuwapende adui zetu. Katika kuwapenda adui zetu tunaweka hazina zetu Mungu. Maana Mungu anawaonyesha wenye dhambi, wale ambao wanamjua wote anawaonyesha Mungu. Na Mungu ni mwaminifu kwetu sisi zote. Haijalishi. Mpende adui. Neno la Bwana siku ya leo linakukumbusha bado umpende adui yako. Hata kuchekea zile adui, lazima umpende adui yako. Bwana asifiwe. Maana utakapokuwa unampenda adui yako kwa njia moja au nyingine, utakuwa unapata zile maandiko ya Bwana. Utakuwa unafanya kulingana na maandiko ya Mungu. Bwana asifiwe. Katika hiyo point utapata kusoma katika Romans, hiyo tutaenda kujisomea nyumbani, Romans 12:18-21. Number 3, pray in secret. Tutapata katika Mathayo mlango wa 6 na mstari wa 5. Matthew, pray in secret. Mathayo 6 na yake ya 5. Biblia inasema ya kwamba tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amin, nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani na ukisha kufungua mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Amen. Bwana asifiwe. Unapoomba kwa siri, unamwambia Mungu nini unataka. Usiwe mtu wa kujionyesha. Labda mimi ninajua kuomba sana, mimi ninajua kufanya hivi sana. Mpendwa, omba
na Mungu wetu aliye mwaminifu sana atakujibu kwa wazi. Bwana asifiwe. Pointi nyingine namba 4, serving the Lord and his people. Serving the Lord and his people. Mathayo 10 aya yake ya 41. Matthew 10 verses number 41, 42. Maandiko yanasema ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye apokeaye mwenye haki kwa kuwa mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu yeyote atakayemnywesha mojawapo wadogo hawa angaa kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi, amini nawaambia haitapotea kamwe thawabu yake. Amen. Bwana asifiwe. Utakapokuwa unatendea wengine mema, utakapokuwa unatenda wema katika nyumba ya Bwana, usisahau ya kwamba thawabu yako haiko hapa, bali unatumikia hazina mbinguni. Bwana asifiwe. Maandiko mengine utapata katika Corinthians, 1 Corinthians 3:8, Hebrews 6:10. Hiyo utajisomea nyumbani. Rewards are also associated with living and loving like Christ. Bwana asifiwe. Zile thawabu tutakazopata pia zinaonyeshwa na vile Yesu aliishi na vile pia Yesu anapenda. The Great Commission, point number 5. The Great Commission is sharing the gospel. Bwana asifiwe. Sharing the gospel. Umebarikiwa miguu ile itirikayo wa njema. Utakapokuwa una share the gospel, itakuwa njia moja ya kujiwekea akiba mbinguni. Na hiyo haitasahaulika. Sijui ni mara ngapi umechukua hatua ya kufanya uinjilisti, ama ya kumwambia mtu kuhusu Kristo, ama ya kumwambia mtu kuhusu wokovu. Bwana asifiwe. Sijui wahubiria wangapi tangu ulipomjua Mungu. Sijui watu wangapi wamekuangalia wakatamani Kristo. Katika kutoa fedha zako ni njia moja ya kuhubiri. Wakati wote ambao umesimama na Injili, wakati wote ambao umetoa mali yako kwa sababu ya Injili, mpendo, utajiwekea hazina hapa duniani. Umejiwekea hazina mbinguni kwa kumfanya mtu ajue Kristo, kwa kumfanya yule mwingine ambaye anaishi katika giza, ambaye anaishi katika kweli, ajue Kristo. Kwa njia moja ama nyingine, mpendwa, unajiwekea hazina mbinguni. Kwa hivyo siku zote utakapokuwa katika hii dunia, wewe ambaye Kristo amekupatia nafasi ya kuwa kwamba leo unamjua, kuna watu wengi nje wamepotelea katika giza, kuna watu wengi nje wamefungwa katika laana, kuna watu wengi ambao wanateseka. Mpendo, wewe ni unatakana waoneshe kweli, maana wewe umeshajua kweli hiyo, na kweli hiyo itakuweka huru. Mpendo, tamani hata huyo mwingine akajua kweli hiyo, tamani hata huyo mwingine akaishi maisha kama unaishi, na hiyo itakuwa ya kukufanya wewe upate dawamu, na akiba yako itakuwa imewekwa vizuri mbinguni. Bwana asifiwe. Maisha haya ambayo tunaishi hapa duniani ni ya muda tu. Bado kitambo kidogo Kristo anarudi, tunaenda kuishi na yeye. Tunaenda kuishi tukishangilia naye. Sijui umejiwekea nini huko. Usikae duniani ni kama ulifika. Mpendo, kuna mahali tunaenda. Bwana asifiwe. Kuna mahali tunaenda. Na kabla hatujaenda mahali kule, wapendwa, tufanye kitu katika ufalme. Tufanye kitu katika maisha ya watu wasiojua Mungu. Tuhubiri Injili ya Kristo ile ya kweli. Tuwasaidie wengine kutoka katika giza. Na hazina zetu zitakuwa zimewekwa kule mbinguni. Bwana asifiwe.
the ways we can store up our treasures in heaven. Jinsi ya kuweka akiba yetu mbinguni. We need a new heart. Bwana asifiwe. Point number 1, katika hiyo hali ya kuweka kutoka akiba zetu mbinguni, we need a new heart. Na tunapata katika Yeremia mlango wa 17 na mstari wake wa 9. Yeremia 17 mlango wa 9. Inasema ya kwamba moyo wa mdanganyifu kuliko vitu vyote una uono wa kufisha, nani awezaye kujua? Amen. Bwana asifiwe. Moyo sasa unaweza kumdanganya. Kwa kudanganya kwamba hata duniani umefika. Unahitaji moyo safi. Unahitaji moyo ambao umenyenyekea, moyo ambao umepondeka, ili kuweza kujiwekea akiba mbinguni. Moyo wako utakuwa na safi, tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu, tayari kumhofu Mungu, tayari kuzitembea katika njia za haki. Bwana asifiwe. Linda moyo wako. Bwana asifiwe. Tutapata kusoma tena katika Romans 3:11, utajisomea nyumbani, na John 3:3, Colossians 3:2, hiyo utajisomea nyumbani. Help those poor and those in need. Hiyo utasoma katika Acts 2:45. Point number 2, help the poor and those in need. Acts 2:45. na Luke 14:13. Number 3, take risk that will honor God. Take risk that will honor God. Tutasoma katika Mark 12:14. Marko 12:41. Mstari wa 41 maandiko yanasema ya kwamba naye akajielekeza juu la hazina, akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. Kaja mwanamke mmoja jane maskini akatia senti 2, kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake akawaambia, amini nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina. Maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Ndiyo misingi yake yote pia. Take risk to honor God. Huyu mama alitake risk. Wakati hapo anaendelea kufanya Biblia peke yake. Na hiyo ndio alitoa. Maana hata alipokuwa anatoa, kulionekana wale ambao waliendelea nyingi sana. Waliendelea kwa sababu ya wingi ambayo wako nazo. Lakini huyu mama alitoka kwa moyo wake na akatoa ile kidogo alichokuwa nacho. Mpendwa, asubuhi ndio naona anasema take risk. Sijui take risk namna gani. Sijui take risk yako namna gani ili kumheshimu, ili hazina yako iweze kufika pale mbinguni. Bwana asifiwe. Point number 4, live a simple life. Luke 12:15. Akawaambia, angalieni jilindeni na shoto, maana uzima wa mtu uko katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Akawaambia mithali hii akisema, jambo la mtu tajiri lilikuwa limezaa sana.
akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mafuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazikuja kala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na huko mtaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Amen. Bwana asifiwe. Live a simple life. Don't compare yourself. Ishi maisha yako. Hii maisha ya kujikompea, kujifananisha, ndio leo tunaishi. Bwana asifiwe. Ukitaka kujiwekea zina yako mkono, furahia kile Mungu amekupatia. Jivunie kile Mungu amekupatia. Usiangalie mwingine. Usisumbuliwe na mambo ya mwingine. Usisumbuliwe na kidogo ndani anatoa. Usisumbuliwe na kenye anafanya. Live a simple life yenye haitakusumbua. Usiishi kwa kuangalia ule anaishi hivi, mbona mimi naishi hivi. Kwa kujifanyia hivyo utapata na mwasi Mungu kwa njia moja na nyingine. Maana utakuwa na Mungu wewe ni kama watu wengine uliwafeva sana na wengine huko au kuangalia sana. Ishi maisha yako na itakuwa heri. Bwana asifiwe. Jiwekee hazina ya Mungu. Unafaa kuzingatia mambo haya. Wende katika kitabu kingine namba 5, seek the kingdom of God first. Seek the kingdom of God first. Unapata katika Matthew 6:33. Utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Amen. Bwana asifiwe. Tutafute ufalme wa Mungu kwanza, na haya mengine yatakuwa nyongeza kwetu. Usijisumbue kwa jambo lolote. Mpendwa, utafute ufalme wa Mungu kwanza, maana hiyo ndio ya maana zaidi kuliko mambo yote mengine. Ufalme wa Mungu unafaa zaidi. Sijui leo unatafuta nini? Sijui leo unatafuta nini mpendwa? Tutafute ufalme wa Mungu kwanza, maana mambo haya mengine yote yataisha. Lakini ufalme ni wa milele na milele. Tuyaangalie maisha yetu, sio ya leo bali ya kesho, kutawala na Mungu wetu milele na milele. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba dunia na mambo yote ambayo imeijaza yote itakunjwa na itatupwa jehanamu. Kwanza tutafute ufalme wa Mungu kwanza, na haya mengine yatazidishiwa kwetu. Kama ni pesa unatamani, tafuta ufalme wa Mungu kwanza, maana yeye ndio mkuu wa pesa. Kama ni utajiri unatafuta, tafute yeye kwanza, maana yeye amebeba utajiri. Kama ni afya unatafuta, mtafute Bwana kwanza, maana yeye amebeba afya. Bwana asifiwe. Sisi tunatafuta nini asubuhi ya leo? Katika kutafuta vitu vingi tumemsahau Mungu wetu. Katika kujifanya shughuli katika hii dunia imetufanya sasa zile tunamsahau Mungu wetu. Na tunasahau ya kwamba kuna mahali tunaenda. Kuna mahali ambapo tuliagiziwa ya kwamba tunaenda. Kwa kuyatafuta mambo ambayo ni ya kuonekana, mambo ambayo hayana umilele, inafanya tunamsahau Mungu wetu. Bwana asifiwe. Let us seek the kingdom of God first, and other things will be added unto our lives. Bwana asifiwe. Mpendwa asubuhi ya leo, wote tutafute ufalme wa Mungu. Watu wameingia katika hii dunia katika mambo mengi, wameingia katika mambo mengi mpaka wanajiingiza katika shida. Lakini Bwana naye anatuambia tutafute yeye kwanza, na yale mengine yote yatazidishwa kwetu. Kuna mtu wiki hii nimekuwa nikisoma katika mtandao upande wa Busi, hata alikuwa amebeba nyoka. Na hiyo ni mtu wa kanisa, ni pastor. Hiyo nyoka ilikuwa ya maombi. Hiyo nyoka ilikuwa kufanyia watu maombi. Mtu huyo amebeba hiyo kitu kwa nini? Kwa sababu kuna watu ambao waona anaenda kuwadanganya. Bwana asifiwe. Na anadanganya kwa nini? Kwa sababu anataka pesa. Anataka mali ya dunia hii ambayo ni ya muda.
ambayo ni ya kuishi. Mpendo, tutafute ufalme wa Mungu kwanza, na haya mengine yatazidishiwa kwetu. Point number 6 ambayo ni mwisho, trust the promises of God and do not be anxious. Trust the promises of God and do not be anxious. Maana sifa. Na hiyo tunapata katika Matthew 6:25. Matthew 6. Maandiko yanasema, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mule nini au mnywe nini, wala miili yenu mfanye nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Na pia katika 1 Timothy 6:17. 1 Timothy chapter number 6 verse number 17, maandiko yanasema, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune, wala wasiutumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha. Number 18. Okay, verse number 18, watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakiwekea akiba iwe msingi mzuri, ikiwa kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Amen. Trust the promises of God. Pia katika Filipi 4:6 inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu zijulikane na Mungu. Amen. Msijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kusali na kuomba hoja zetu na zijulikane na yeye. Sijui hoja zako unazifundisha nani? Sijui nini kinachokusumbua. Na Mungu anasema ahadi zake ni kweli na ni za milele kwetu. Akisema anatenda, yeye anatenda. Akisema anaokoa, anaokoa. Akisema anaponya, Bwana anaponya. Sijui nini kinakusumbua. Akisema atakupatia utajiri, yeye ni mwaminifu sana. Bwana asifiwe. Sijui nini kinakusumbua siku ya leo. Na Bwana anasema ahadi zake kwetu ni kweli na ni za milele. Bwana asifiwe. Wacha Mungu akatusaidie katika kule kuwekeza katika ufalme, katika kuwekeza akiba zetu mbinguni. Tusijisumbue kwa jambo lolote, maana ahadi za Bwana kwetu sisi ni kweli na ni amina. Bwana asifiwe. Usijisumbue kwa mambo yoyote, usijisumbue kwa mambo ya ulimwengu ambayo ni mambo ya kuisha. Tuyatazamie mambo ya milele ya milele, kumpendeza Kristo, kuishi kali na mapenzi yake. Maana baada ya mambo yote, baada ya kila kitu kuisha, Bwana asifiwe, taji zetu zitang'ara kule. Akiba yetu ambayo tumejiwekea tutaipata katika kutenda wema katika hii dunia. Unapotenda kwa maisha ya watu, unapoishi katika njia ya kupendeza Bwana, unapoishi katika njia ya kumhofu Mungu, kwa njia moja na nyingine unajiwekea akiba mbinguni. Maana Mungu anaangalia mioyo safi, anaangalia jinsi unaishi hapa chini. Huko hakuna corruption. Bwana asifiwe. Kile umekuwa ukitenda ukiwa katika Mungu, mpendo utapatana na Mungu. Bwana asifiwe. Wacha tuweke hazina zetu mbinguni. Maana
Upendo unasema wewe ni mwokovu. Fanya jinsi kadi ya mwokovu, ukiliheshimu jina la Bwana, ukijua ni nani aliyekuita. Bwana asifiwe. Maana baada ya mambo hiyo yote unamhitaji Bwana. Bwana asifiwe. Kando na mali na mambo mengine ambayo ni ya kuisha, tunamhitaji Bwana, tunamhitaji, maana tutaishi katika maisha ya milele. Bwana asifiwe. Mambo ya hapa duniani isifanye uhusiano wetu na Mungu kuharibika. Bwana asifiwe. Mambo ambayo tunayafanya hapa duniani isifanye uhusiano wetu na Mungu kuharibika. Bwana asifiwe. Hilo ndilo neno la Bwana.